Hujambo na karibu kwa taarifa zetu. Katika kile kilichoonekana kama hatua kali ya kulikataa pendekezo la maridhiano lililotolewa na Rais Samia Suluhu Hassan, hamasa mpya imeibuka nchini ikiungwa mkono na wimbi la mijadala mikali katika majukwaa ya kijamii. Kwa mujibu wa hoja zilizoendelea kusambaa mtandaoni kupitia sauti ya wanaharakati kama Mange Kimambi, Watanzania wanatajwa kuamua kwa kauli moja kwamba hawako tayari kukubali ombi lolote la msamaha wala maridhiano linalotoka kwa serikali ya sasa. Kulingana na mtazamo huu unaochangia kuongezeka kwa msukumo wa wananchi, kile kilichowahi kuonekana kama fursa ya kupoa kwa taharuki ya kisiasa sasa kimegeuka kuwa kiini cha msimamo mpana unaokataa kwa uthabiti jaribio la kufunika historia ya majeraha ya taifa. Katika simulizi linaloendelea kujengwa, hatua ya rais kutoa hotuba ya kuwataka Watanzania kuendeleza amani na kusamehe imepokelewa kwa hisia kali. Kwa mujibu wa maelezo yaliyotawala mijadala, hotuba hiyo inaonekana kuwasilishwa katika kipindi ambacho shinikizo la kimataifa limeongezeka, huku raia wa kisiasa wa serikali ukidaiwa kukosa uhalali wa kutosha nje ya mipaka ya Tanzania. Hali imejenga tafsiri kubwa kwamba ujumbe huo wa maridhiano haukulenga kuwafuta machozi wananchi, bali kuhamasisha kupoa ili kufufua taswira ya serikali katika macho ya dunia. Na kwenye ujumbe wake, Mange Kimambi alitaja na kusema kuwa kama kuna kosa mtakaloweza kufanya kama taifa ni kudanganyika na hotuba ya Samia Idi Amin Mama leo. Anajifanya narudi nyuma baada ya kuua wananchi sababu mmemshika pabaya. Dunia imeshika pabaya, yuko kwenye maji ya moto sasa hivi. Dunia imegoma kutambua rais wake. So now anajaribu kucheza na akili zenu ili mpoe, na wananchi mkipoa tu dunia itatambua rais wake. Msikubali. Sasa hivi ndege zinashinda zikizunguka kambi za jeshi all the time sababu hana amani. Amekuja na speech hii ili wananchi mpoe na yeye apata amani ya kuliogopa jeshi. Ama hali mbaya sana kwa sasa, msidanganyike hata kidogo, shikilieni hapo hapo. Watanzania msikubali kuingia kwenye mfumo. Samia kaua ndugu zetu kikatili, kaiba na bado anaiba rasilimali za nchi, kaiba urais. Huyu ni rais haramu. Kuwaachia hao vijana ili Watanzania mpoe ili apate uhalali duniani. Msimpe uhalali wowote kwa kupoa. Samia ni rais haramu, serikali yake ni haramu. Watanzania msiingie kwenye mfumo, msikubali kuzidiwa akili na Kikwete kwa mara nyingine tena. Hii yote ni movie Kikwete anawachezea. No matter what, hii lazima Watanzania mkumbuke kuwa Samia hu rais kaupora, kauiba. Nilipojaribu kupigania haki aliwapiga risasi. Huyu ni rais haramu. Si lazima ibaki kwenye kichwa cha kila Mtanzania. Pakikucha nitawafanyia video kamili. Video hii ni muhimu kila Mtanzania akaangalia. Watanzania mmefika karibu na ukombozi, msirudi nyuma hata hatua moja. Ni ujumbe wake Maria Sarungi. Na katika muktadha huo, hoja zinazoendelea kujitokeza mitandaoni zinasema kuwa Tanzania wako tena katika nafasi ya kukubali ujumbe wa kupoza taharuki bila kwanza kupatiwa majibu ya msingi kuhusu kumbukumbu nzito za vifo, machafuko, vitisho na tuhuma za matumizi ya nguvu kupita kiasi zilizowahi kutajwa katika miaka ya kisiasa yenye misuguano. Kwa mtazamo unaoshika nguvu, kitendo cha kuachia baadhi ya vijana waliokamatwa katika siku za ghasia za kisiasa kimefasiriwa kama mbinu ya kupata mwanya wa kuungwa mkono wa kimataifa na si kama tukio la kurejesha haki kwa walioathirika. Simulizi hilo linaeleza kuwa makundi ya wananchi wanaokataa ombi la msamaha wanaamini kuwa nchi imefika katika hatua ya kihistoria ambapo upatanishi wa maneno hauwezi kuzima mwito wa uwajibikaji. Kwa kumbukumbu za waliopoteza maisha hazifutwi kwa ishara ya kisiasa wala kupunguzwa uzito kwa hotuba zilizojaa ahadi mpya bila majibu ya nyuma ya pazia. Kadri msimamo huu unavyoendelea kushika kasi, madai yanayojitokeza ni kwamba serikali imeingia kwenye mazingira yenye msukosuko mkubwa wa ndani na nje. Imeelezwa kwa ushahidi wa taharuki hiyo
unaonekana katika ripoti zisizo rasmi za ulinzi mkali kati ya maeneo nyeti ya nchi, huku ikidaiwa kwa hati ya kisiasa inatengeneza mazingira ya serikali kutokuwa na utulivu wa kutosha katika nyakati za hivi karibuni. Wazo hilo limeongeza nguvu ya hoja kwamba hotuba ya rais ilikuwa jaribio la kujenga utulivu wa muda mfupi, sio hatua ya kweli ya kushughulikia kilio cha taifa. Na katika taswira pana ya mjadala uhalali wa urais unaibuka kama hoja kuu inayotawala hisia za wananchi wanaokataa msamaha. Kwa mujibu wa simulizi linaloendelea, madai ya msingi yanahusu mchakato wa uchaguzi unaotajwa kuacha alama ya mashaka, pamoja na taarifa za vurugu zinazoambatana na matukio ya vifo ambavyo vinaendelea kuweka kivuli kizito katika historia ya taifa. Hoja hizi zinatajwa kuwa na uzito unaozidi wa kisiasa na zinazungumzia hofu kwamba mfumo uliopaswa kulinda matakwa ya wananchi uliishia kutumika katika mazingira yaliyosababisha baadhi ya watu kupotea haki zao za msingi. Na katika mazingira haya, wananchi wanaotajwa kukata ombi la msamaha wanasema kuwa taifa haliko tayari kusahau kwamba makundi ya vijana waliothubutu kudai haki waliwahi kushtakiwa kwa makosa makubwa yenye sura ya uhaini. Na katika simulizi linaloendelea kuenezwa, tuhuma hizi zinaonekana kama ishara ya kuwatisha wale waliokuwa wakidai mabadiliko, na kwa mtazamo huo, kitendo cha kuachia baada ya miaka kadhaa hakionekani kama dalili ya kuisha kwa mgogoro, bali kama hatua ya kisiasa inayolenga kupunguza shinikizo linaloongezeka. Katika simulizi hilo, wananchi wanaopinga msamaha wanasema kuwa wamejifunza kupitia historia yao ya karibuni, historia iliyojaa ahadi ambazo hazikutekelezwa, matukio ambayo hayakuchunguzwa na ahadi za maridhiano ambazo hazikuwahi kuzaa matokeo ya kudumu. Kwao, mwelekeo mpya wanaotaka ni ule unaojikita katika uwazi, uwajibikaji, mabadiliko ya mifumo ya uongozi na mageuzi ya kikatiba ambayo yamekuwa yakitajwa kwa muda mrefu kama ufunguo wa kuondoa mianya ya matumizi mabaya ya madaraka. Katika uwanja wa mjadala wa kimataifa, msimamo wa wananchi unaoendelea kujengwa na akisi hoja pana ya haki za binadamu na namna serikali inavyoshughulikia tuhuma zinazohusu vifo na ukandamizaji wa raia katika mazingira ya kisiasa. Kwa mujibu wa mjadala huo, wa Tanzania wanaotaka msimamo mkali wanajenga hoja kwamba dunia haiwezi kutambua uhalali wa utawala wowote bila hatua za wazi za kushughulikia tuhuma hizi. Hiyo ndio sababu hoja kwamba serikali haijapata utambuzi kamili wa kimataifa imekuwa kichocheo cha mawazo kwamba serikali inatafuta kupumua kwa kutumia njia za ndani za kupunguza taharuki. Na katika taswira iliyojengwa na wanaharakati, msimamo wa kukataa msamaha unatajwa kuwa ishara ya kizazi kilichochoka kutumia sauti ndogo, kizazi ambacho kimefika hatua ya kuamini kwamba ukombozi upatikani kwa sababu ama kwa kukubali simulizi la kisiasa ama za kisiasa zisizoangazia mizizi ya shida. Na katika simulizi hilo, nguvu ya vijana inatajwa kuwa kiini cha mabadiliko, ikiwa ni pamoja na weledi wao kutumia mitandao ya kijamii kama chombo cha kufichua taarifa. Kufuatia mienendo ya serikali ya kuunganisha hamasa ya kitaifa bila kupitia njia za kawaida za kisiasa. Na kadri simulizi linavyoendelea, hoja kwamba Watanzania wako tayari kupoa zinajikita katika msimamo kwamba taifa limefikia hatua ya kuamua mustakabali wake na bila kusukumwa na propaganda, na bila kutishwa na mifumo, na bila kukubali simulizi za kutaka kuwasahulisha historia yao ya maumivu. Ndani ya mjadala huo, hoja kwamba wanapaswa kusimama kidete hadi mwisho inatajwa kwa msingi wa mwamko wa sasa. Na katika sura ya mwisho ya simulizi hili, inabaki wazi kuwa taifa linaingia katika kipindi kipya cha siasa za uwazi na msimamo mikali. Mwelekeo huu unajengwa juu ya msingi mmoja kwamba maridhiano ya kweli hayawezi kujengwa juu ya ukimya, bali juu ya ukweli, uwazi, uchunguzi wa matukio ya nyuma na mabadiliko ya kikatiba yanaweza kujenga mfumo utakaolinda taifa dhidi ya kurudia makosa ya zamani. Kwa msingi huu, mjadala kuhusu hotuba ya maridhiano ya Rais Samia umegeuka kuwa zaidi ya tukio la kisiasa na umegeuka kuwa mwamko wa kitaifa, msimamo wa kizazi na hatua ya kuvuka mstari
kuelekea madai ya haki, uwajibikaji na mustakabali mpya ambao wananchi wameamua kutafuta bila kurudi nyuma. Na huu ndio uchambuzi wa kina kutoka hapa Kenyascope, mahali ambapo tunakuletea taarifa kama hizi bila kupindisha wala kuegemea upande wowote. Zidi kutufuata kwa taarifa zaidi, subscribe, like na kushare, na vile gonga alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupokea taarifa zetu pindi tu tunapozi upload.